tunahitaji tume huru, aidha kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika, au kutoka SADC, ije kuchunguza masuala yaliyofanyika humu ndani kama ilivyofanyika Kenya mwaka 2007. Kwanza tuelewe watu wangapi wameuawa. Nimesikitika kwamba hajatamka idadi ya watu waliouawa, kwa sababu maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote kwenye hii dunia. Tunataka kujua idadi ya watu waliouawa, idadi ya majeruhi na wako wapi, kwa sababu majeruhi wengi waliokuwa kwenye hospitali, wengine hawaeleweki walipo. Ndugu wakabidhiwe miili yao. Watu waliohusika kuumiza watu, kuleta hii atrocity kwenye nchi yetu, kufanya mauaji makubwa kiasi hichi, wachukuliwe hatua. Baada ya hapo ndio jambo lingine lolote linaweza kujadilika. Kwanza hilo la kuhusu kusamehe vijana, inatakiwa vijana wote walioko ndani na Watanzania wote waliokamatwa waachiwe, sio baadhi. Hicho kitendo cha kusema baadhi ya watu waachiliwe ni kutoa mwanya kwa ofisi ya DPP kuendelea kushikilia watu. Wengine watatoa rushwa na kutakuwa ni mwanya wa kutengeneza rushwa kwenye hilo jambo. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tulishikiliwa tangu tarehe 22. Nimekaa mahabusu ya polisi kwa siku 21. Kwa hiyo kama mimi naweza kubambikiwa kesi kubwa kama ya ugaidi, hao vijana wote waliobambikiwa kesi hizo za zinazoitwa uhaini ni kesi za kubambikiwa. Kwa wote kwa nchi nzima, na wengine walioko kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi bado wako kwenye vituo vya polisi, wanapaswa kuachiwa bila masharti yoyote, na sio kusema ofisi ya DPP ione nani na nani inamwachia. Hiki ni kipande cha mahojiano ambayo alikuwa anayafanya makamu mwenyekiti wa Chadema ambaye julikana kama John Heche, ambaye amesisitiza kabisa kwamba kuhusiana na suala la kufanya uchunguzi wa mauaji yaliyotokea kutokana na maandamano yaliyofanyika toka tarehe 29 Oktoba. Ameomba kabisa kwamba kuwepo na tume huru na ambayo itasimamia uchunguzi huo wa mauaji na sio serikali kama inavyotarajiwa, na akasema kwamba anahitaji tume huru kama vile Umoja wa Mataifa, yani United Nations, UN, ama kama sio UN basi wahusike Umoja wa Afrika ambao na kwa kizungu julikana kama African Union AU, ama pia SADC ndio wahusike, yani vyombo ambavyo viko so neutral, vipo nje kabisa, sio serikali sio wapinzani. Lakini pia amesema kwamba katika kitu ambacho Rais Samia alikisema kwenye hotuba yake, pamoja na kusema kwamba alitangaza msamaha kwa vijana ambao walikuwa wamepewa kesi ya uhaini, anasema kwamba wamekwepa kabisa kutaja swala zima la idadi ya watu ambao wamefariki kutokana na maandamano, lakini pia wamekwepa kutaja idadi ya watu ambao walijeruhiwa kutokana na maandamano hayo. Kingine ambacho wanasema kwamba ni muhimu sana kitajwe ni kwamba waliofariki wote walipatikana, wote walishazikwa, na kuna baadhi ya watu ambao walisema kwamba wapendwa wao hawajulikani walipo, miili haionekani kabisa. Kuna baadhi ya watu ambao ilibidi kabisa wafanye mazishi ya kimila, wanazika nguo na vitu kama hivyo. Sasa wanasema kwamba serikali itambue na iweze kutoa kabisa idadi ya waliofariki na waweke wazi kabisa miili yao iko wapi kwa wale ambao walikuwa hawajazikwa. Lakini pia kuna wale ambao wanasema kwamba walipata majeruhi ama walipata majeraha wakapelekwa hospitalini na wengine wakatoweka na hajajulikana wametoweka na walipelekwa wapi. Sasa anasema kwamba tunahitajika kuwa na uwajibikaji wa kujua kabisa kwamba waliofariki ni idadi hii na wako sehemu hii, na waliopata majeraha ni idadi hii na wako hapa. Lakini pia akasema kwamba idadi ya ama gharama ya vitu ambavyo wanavitaja kwamba vilihusika katika, ama gharama ya vitu ambavyo viliharibiwa na waandamanaji vinatajwa, lakini wanakosa kutaja sehemu muhimu kabisa ambayo inahusiana na uhai wa binadamu. Lakini pia akasema kuhusiana na swala la vijana kuachiliwa, bwana anasema kwamba sio baadhi ya vijana waachiliwe. Anaomba kabisa kwamba vijana wote ambao walishikiliwa kwa makosa ya uhaini ambayo ilitokana na maandamano wote waachiliwe. Lakini pia akisema kwamba baadhi waachiliwe ni kupeana mwanya kwa DPP kwenda kufanya sasa kazi yake ya kuruhusu huyu atoke huyu asitoke. Lakini pia itakuwa ni mwanya wa kuanza kupokea rushwa. Yote ambaye atatoa rushwa basi atapata fursa ya kuweza kuachiliwa, na yule ambaye hatakuwa na uwezo kutoa rushwa basi ndiye ataendelea kabisa kubambikiwa kesi ya uhaini kama ilivyokuwa mwanzoni. Sasa sijui na maoni gani kuhusiana alichokusema John Heche bana, makamu mwenyekiti wa Chadema. Uwanja comment unakuhusu.